Epuka kufanya kitu ambacho hauna ujuzi nacho au uelewa nacho, hata kama unaona kwamba hicho kitu ni sahihi kwako, kwa sababu kuna watu wengi wamepoteza fursa pamoja na mikakati katika maisha yao kwa sababu tu wamesikia baadhi ya vitu ni vizuri kufanya, lakini kimsingi walikuwa hawajavifanyia utafiti. Sikiliza kitu kimoja, watu wengi wanashindwa kuelewa vitu ambavyo wanavitamani au wanavitaka katika maisha yao. Wewe unaweza ukajiona ya kwamba umeshawishika na rafiki yako kufanya kitu fulani au biashara fulani, lakini ukiangalia kimsingi ndani yake hiyo biashara hauna ufahamu nayo wala huijui. Na hiki ndio kitu ambacho kinaumiza watu wengi kweli kweli. Hii tunasema kwamba ni sawa na kufuata mkumbo. Unakuta na mtu ambaye anafanya biashara fulani, anafanya kitu fulani, aidha kuna jambo lolote ambalo alikuwa analifanya ambalo kimsingi lilikuwa linamuingizia kipato, linamuingizia faida kubwa sana. Lakini mara anamuona rafiki yake akiwa anafanya biashara nyingine ambayo pia inamuingizia kipato labda kuliko ile ambayo alionayo. Baada ya hapo anashifti na kuanza kufanya ile biashara rafiki yake badala ya kufanya kitu ambacho alikuwa anakifanya yeye, kwa sababu tu umekiona kwamba kina manufaa, aidha kina faida au kinakuletea umuhimu katika maisha yako. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Narudia tena. Epuka kufanya kitu ambacho hauna ufahamu nacho wala ujuzi nacho, hata kama unaona hicho kitu kina faida kubwa sana au kina muhimu mkubwa sana au kwa namna moja au nyingine ni sahihi katika maisha yako. Kwa sababu gani? Chochote tunachokifanya bila ujuzi, hiyo tunasema kwamba tu ni sawa na kutwanga maji kwenye kinu. Yaani ni sawa na kupuliza tu upepo. Mtu yoyote anayefanya kitu ambacho hana ujuzi nacho wala hakitambui, huwa inakuwa ni rahisi sana kufeli, kwa sababu anakuwa hana mbinu maalum ya kutatua changamoto fulani. Hebu tutolee mfano huu. Tuseme labda wewe hapo ni mkulima. Umeendelea kulima mahindi yako kwa muda wa miaka 20, miaka 30, umeendelea kulima mahindi yako na unapata faida kama kawaida. Labda anatokea rafiki yako mmoja ambaye yeye anafanya kazi ya uvuvi. Anakuambia, bwana, uvuvi mimi unanipatia faida kubwa sana, nafaidika sana kwa uvuvi. Au anakuambia, bwana, mimi bwana nafanya biashara fulani labda ya kurangua mifugo. Hii biashara inanifaidisha kweli. Au ukiangalia labda faida ambayo unaipata katika biashara yako ni ndogo, lakini yeye faida ambayo anapata kwenye biashara yake ni kubwa sana. Bila wewe kuamini wala kujali, unachukua uamuzi wa kuhama kwenye biashara yako ya ukulima, unaenda katika biashara za kufanya au kusafirisha mifugo, aidha kuuza mifugo. Hapo sio kwamba umekosea, ila tofauti yako wewe na yule ni kitu kimoja. Wewe una maarifa kuhusu kulima na yeye ana maarifa kuhusu nini? Ufugaji. Ninaposemea maarifa simaanishi kwamba mpaka wewe umeingia darasani kujifunza. Ila chochote kile ambacho utakuwa umekifanya kwa muda wa miaka mingi au kwa muda mrefu, lazima utakuwa na experience nacho na lazima utakuwa na maarifa nacho. Kwa tofauti yako wewe ambaye umefanya kilimo kwa muda wa miaka 20 na yule ambaye kafanya ufugaji kwa muda wa miaka 20 ni kwamba kila mmoja ana uzoefu juu ya jambo lako. Sasa ikitokea wewe umeacha kazi ya ukulima, umeenda katika kazi ya kulangua mifugo, hata kama ile kazi ina faida gani, unaweza ukajikuta unafeli. Na hapo ndipo watu wengi wanaanza kusingizia kwamba jamaa ananiloga, jamaa ni mchawi. Unaweza ukashangaa unaenda unafanya naye kazi, lakini jamaa yule alikushawishi anazidi kutoboa, anatusua, na wewe hapo unaendelea kubaki pale pale. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu kwamba yeye tayari ana ujuzi juu ya kile kitu, na wewe hapo hauna ujuzi kabisa, na ndio kwanza unaanza. Na hata kama atakueleza changamoto za biashara hiyo, niamini hata kuambia zote, kwa sababu siku zote hata mwalimu huwa hamfundishi mwanafunzi vitu vyote. Na kama unajua kwamba hakuna siku zote mwalimu ambaye anakubali kwamba mwanafunzi awe juu yake. Japo ndio kuna walimu wengine wanatamani wanafunzi kuwa juu, lakini wachache sana wenye moyo kama huu. Kwa hiyo huyo rafiki yako atakushawishi kwamba njoo ulime bwana, au njoo ufanye biashara ya mifugo, au njoo tufanye kazi ya uvuvi, ukaenda kuvua samaki. Kuna mbinu atakuwa anazijua yeye, atakujua kwamba nikifanya hivi nitapata samaki wengi. Umeona? Na mtakuwa wote labda kwenye kazi moja, lakini itatokea siku mtatengana. Ndio utakapoondoka yeye hata kupatia maarifa yote, kwa sababu kuna watu wengine maybe hawezi kutaka kitu, yani hawezi kuhitaji kwamba kile ambacho anakifanya labda kuna siri fulani anayo wewe hata kuijue. Kwa kuna watu wanameo kama hiyo. Kuna mtu mwingine hahitaji wewe uweze kumpita. Kwa atakupatiaje yale maarifa yote. Utajikuta kwamba ndio unafanya kitu ambacho unakiona wewe kina manufaa, lakini kimsingi upo kwenye njia sahihi, lakini wewe unakuwa ni kama kipofu, kwa sababu japo upo kwenye right way, lakini kuna vitu baadhi ambavyo huvijui. Kuna mwanafalsafa mmoja pia wanamuita Socrates. Aliwahi kusema kwamba anyone who has a true opinion without understanding is like the blind man on the right road. Nitarudia. Socrates aliwahi kusema kwamba
anyone who has a true opinion without understanding is like a blind man who walking at the right road. Akimaanisha kwamba mtu yoyote anayekuwa na maono au anaokuwa na mtazamo ambao ni wa uhakika na wa kweli, lakini hana uelewa, huyo mtu alimfananisha kama kipofu anayetembea kwenye njia sahihi. Hebu angalia, kipofu akiwa anatembea, hata kama njia ni kubwa kiasi gani, lakini kuna sehemu tu ataenda ataangukia kwenye msingi, kwa sababu kuna sehemu ataenda si kipofu haoni, japo barabara ni sahihi kweli ya kwenda kwake, lakini kama barabara hiyo atakuwa hajaipita vizuri na hapajui vizuri, lakini anapita kwenye njia sahihi, hata kama ikiwa ni ya lami, lakini asipokuwa makini anaweza akadondokea kwenye msingi. Kwa hiyo basi Socrates amejaribu kuwafananisha watu ambao wanafanya kitu ambacho hawakifahamu kama vile vipofu ambao wanatembea kwenye njia sahihi, ya kwamba ndio unafanya biashara yako, yamkini umeona kwamba ina faida kubwa, lakini kumbuka kwamba kile ambacho ulikuwa unakifanya mwanzo kina manufaa makubwa kuliko kile ambacho rafiki yako amekushawishi. Kama kuna rafiki yote amekushawishi mwaka 2026 kwamba mwaka huu tufanye biashara hii, kaa tena chini ufikirie ya kwamba je, shida ni kwamba biashara hiyo ina thamani kubwa, ina pesa nyingi, au shida ni kwamba hiyo biashara hauna ujuzi nayo? Ukiona biashara hiyo hauna ujuzi nayo, basi iache kwa sasa, kazania kwanza kile ambacho unakiweza. Ukishafanikiwa huku ndio uje upande wa pili. Wanasema kwamba usiachiwe tawi la mti kama hujaona tawi lingine la kushika, kwa sababu utakapoachia moja kwa moja utakuja chini. Kwa hiyo basi unaweza kuwa umeshikilia tawi la mti, halafu mtu aliyoko chini anakuambia kwamba liachilie hilo tawi, mimi nitakudaka. Unajuaje? Yakifanya mikono hivyo kadondokea chini, ina maana utakuwa na la kufanya, si ndio? Kwa nakushauri kwamba katika mwaka huu 2026, ndugu yangu, fanya kile kitu ambacho unaona wewe una ujuzi nacho, una maarifa nacho, unakielewa. You have a knowledge of it. Kama utakuwa unakielewa, mimi nakuhakikisha kwamba hata kama kinakupatia faida 100 kwa siku, lazima utafanikiwa tu, kwa sababu unajua changamoto zake na una uzoefu nacho. Hatufanyi tu kitu kwa sababu tunakijua, bali tunafanya kitu kwa sababu tuna uwezo wa kutoa changamoto na kuzitatua pale ambapo zinatokea. Ila kama utafata biashara ya rafiki yako, kama utaishi mawazo ya mwenzako, kufanya kitu ambacho hakikuwa katika akili yako, ikitokea changamoto afu rafiki yako akakosa msaada juu yako, lazima utakimbia na utaachana na hiyo biashara. Utajikuta umepoteza muda, umepoteza rasilimali na resources zingine mbalimbali. Kwa hiyo ugundue kwamba yeyote anayekuwa na mawazo sahihi lakini hana uelewa, huyo tu tunamfananisha kwamba ni kama kipofu anatembea katika njia sahihi. Hivyo basi badilika mwaka 2026, jitathmini na ujichunguze vizuri. Hicho unachokifanya una ujuzi nacho, au tu umefanya biashara kwa sababu umeambiwa na mtu fulani kwamba ina faida? Lakini je, kama ina faida umefanyia uchunguzi? Kama umeipenda hiyo biashara na umeona kwamba inakuingizia kipato, basi chukua hata mwezi mmoja au siku kadhaa, hakikisha kwamba unaijua na unatambua hasara na faida zake katika biashara hiyo. Chukua elimu kutoka katika mitandao na sehemu zingine mbalimbali. I say, si mwingine, naitwa Alphonce Respisi Ndabita, na hii hapa ni Alphonce Motivation TV. Naomba unisaidie kitu kimoja tu, usahau kusubscribe, usahau kulike, usahau pia kucomment ya kwamba wewe unafikiri kwamba ni biashara gani ambayo ukifanya mwaka 2026 itakuwezesha kufika sehemu mbali zaidi na una uelewa nayo. Alafu mimi then katika comment yako hapo chini nitakujibu. Lakini pia kizuri zaidi, hebu share video hii kwa marafiki zako ili nao pia waweze kubarikiwa. I say, si mwingine, naitwa Alphonce Ndabita na hii ni Alphonce Motivation TV. Mpaka wakati mwingine, Mungu wa mbinguni akubariki. Wakati mwema, mwaka mpya mema, na Mungu azidi kukuongoza. Chao.